Rais wa Marekani Donald Trump anasema kwamba kuanzia leo asubuhi atahakikisha anaagiza jeshi lake kuongoza meli zote zilizokwama, kwa maana kuzuiwa na Iran, baada ya kile Iran ilichosema itazuia mlango wa bahari wa Hormuz, na hivyo jeshi la Marekani litaongoza meli zote za mafuta pamoja na gesi ambazo zimekwama katika eneo la Hormuz. Rais huyo amesema kwamba Marekani itaanza juhudi za kuongoza meli zilizokwama kutoka kwenye mlango huo wa bahari wa Hormuz siku ya leo asubuhi. Trump amesema kuwa nchi zimewasiliana na Marekani kuomba usaidizi katika kupata njia salama ya meli zao kwa sasa zimefungwa kwenye mlango wa bahari. Hawaegemei upande wowote wa watazamaji wasio na hatia. Kwa manufaa ya Iran, Mashariki ya Kati na Marekani, tumeziambia nchi hizi kwamba tutaongoza meli zao kwa usalama kutoka kwenye njia hizi za maji zilizozuiliwa na Iran, Trump aliandika kwenye ukurasa wake wa Truth Social. Mchakato huu uhuru wa mradi utaanza Jumatatu asubuhi saa za Mashariki ya Kati, Trump anaongeza. Trump anaendelea kudai kwamba wasaidizi wake wana majadiliano chanya na Iran ambayo yanaweza kusababisha kitu chanya kwa wakati wote. Hii ni ishara ya kibinadamu, anasema rais huyo wa Marekani. Meli nyingi hizi hazina chakula na kila kitu kingine muhimu kwa wafanyakazi wakubwa kukaa ndani kwa njia yenye afya na usafi, anaongeza rais huyo wa Marekani. Rais Trump pia ameandika kupitia ukurasa wake wa Truth Social kwamba ikiwa kwa njia yoyote mchakato huu wa kibinadamu utaingiliwa na uingiliaji huo kwa bahati mbaya utalazimika kushughulikiwa kwa nguvu. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba huu ni mpango mwingine wa Marekani kutafuta njia ya kufanya mashambulizi kwa mara nyingine tena katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Rais wa Marekani anatafuta njia pekee ya kuishambulia Iran, lakini kumbukwe, wakati anahojiwa na waandishi wa habari amedai kwamba Marekani bado ina nia ya kufanya mashambulizi nchini Iran, mashambulizi ambayo yatakuwa ni ya muda mfupi lakini ya nguvu ya kulemaza. Na hivyo katika kipindi hiki kuna njia nyingi za kutafuta namna ya kuingia katika mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kwa mujibu wa Rais Donald Trump, aliulizwa kama kuna uwezekano wa kurudi vitani, akisema uwezekano huo upo. Kadhalika, upande wa Israel nayo pia imejipanga vilivyo kwa ajili ya kurudi katika uwanja wa vita, ikisema lazima ihakikishe malengo yao yanatimia. Mpango wa Marekani na Israel haukufanikiwa kwa 100%. Bado wamebakisha makombora ya masafa marefu ambayo Israel ilisema lazima yaondolewe, lakini pia bado mpango wa nyuklia haukukamilika mpaka wakati usitishaji wa vita unafanyika. Lakini pia suala lingine lililokuja kujitokeza ni mlango wa bahari Hormuz uliofungwa na Iran. Iran nayo imesema kwamba kwa sasa moja kati ya jambo ambalo huenda ikalifanya ni kuzishambulia meli za Marekani. Sasa wachambuzi wanasema ikiwa Marekani itaamua kutoa meli zake za kivita kusaidia meli za mafuta pamoja na gesi ili zipite katika mlango wa bahari Hormuz, kuna uwezekano mkubwa wa mashambulizi makubwa ambayo yanaweza yakafanywa na Iran kuzikabili meli hizo za kijeshi pamoja na hizo ambazo zimebeba mafuta. Na hii ndio sababu pekee ambayo inatajwa huenda ikasababisha makabiliano kwa mara nyingine tena kati ya Marekani na Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kutumia jeshi la nchi hiyo kuzisindikiza meli za mafuta pamoja na gesi ili ziweze kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz ambao Iran imetangaza imeufunga. Endelea kutufuatilia, usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.